Bwana asifiwe. Tuketi tafadhali. Bwana asifiwe tena. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Wilson Dirago wa Karoji. Asubuhi ya leo nimeokoka. Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni bwana wa mke mmoja anaitwa Millicent na ni baba ya watoto watatu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kanisa. Kwanza nashukuru Mungu kwa nafasi hii amenipa ili ninene mausia yake. Si kwamba najua sana, lakini nitatumika kadri ya mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Tena nashukuru kanisa na mchungaji wetu hata kama hayupo kwa nafasi hii ya kusimama hapa. Na shukuru wana JPLC ambao wamenipa fursa hii ya kunena neno la Bwana. Na natumai Bwana atanena nasi kupitia kwangu. Bwana asifiwe. Na tuombe. Baba na Mungu wetu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tu mbele zako asubuhi ya leo. Tunajua una jambo wataka kunena nasi. Unataka kutupa mwelekeo na muongozo katika maisha haya ambayo umetupa. Naomba Baba utunenee kadri ya vile mtu husikia na uelewa maneno, na ili tuenende kulingana na mapenzi yako. Tukutukuze ewe Baba tukiwa katika uhai na tukiwa na tumaini la kupata uzima wa milele. Tunakushukuru na tunakuabudu. Nitumie mimi niwe chombo chako kupitisha neno lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Bwana asifiwe. Kama nilivyosema, nimepewa fursa na kikundi cha JPLC. Na sijui kama mnajua maana ya JPLC. Nisikia patron ambaye alihubiri asubuhi katika ibada ya Kiingereza akisema ati mumetaga nyamu ino. Niguo mumetaga inywe. Ona mutire moigo inywe ona mutire kade nyamu etiguo. JPLC ti nyamu no ne gikundi. JPLC irugamagira tire na lugha ya Githungu. J stand for justice. Inawagacagua ni gukwira ni kihoto. Justice ni kihoto na Gikuyu, ama haki kwa Kiswahili. P for peace. Ni thayo etiguo. Ama amani. Si imani, amani. Reconciliation niki na Gikuyu agacagua gucokaniriria. Kuiguana, kuiguithania. Ndio hiyo. And creation. Creation mutikio ni ubi. Creation ni ubi. And ubi wothe uri ukora thiini wa thi ino ri ni wa Ngai. Bwana asifiwe. Koguo ni kumenyera maundu macio mothe ma ubi wa Ngai. Bwana asifiwe. Hiyo niyo JPLC. Hapa kwa haki na amani na utengamano na uumbaji. Bwana asifiwe. Ili tukaishi katika hii dunia kwa usalama na wema, lazima tuwe na haki. Bwana asifiwe. Kihoto. Moses atasema, najua Moses ni mzee kuliko mimi. Ama Dagathere. Maugaga atiriri acio arika riu ndakorire makiuga kihoto kiunaga utamugete nie niguo ndakorire gukiugo mwathani agocwo. And I want to believe hivyo ndivyo iko. Ukisimamisha haki, hiyo vitu zingine zote, uongo wote utapotea. Sasa kulingana na vile nimeelezea JPLC, wewe unaona kama wewe ni member wa JPLC? Wewe
unazingatia haki, unapenda amani, unapenda maridhiano, unachunga mazingira, kana oteaga takataka okuria we ugite ndumakaga numenyagira maria maturigiceirie. Kama unafanya moja ya hayo ambayo nimetaja, moja ya hayo, automatically wewe ni mmoja wetu. Na unaweza ona moja wa wale wakubwa wetu katika hichi kikundi, unaweza ona Faith ndiye yako sasa, naona yako area. Unaweza ona Baba Joki hapo, ule Julius Magondu, na uregister ukuwe member, kwa sababu si unapenda haki. Nani hapendi haki? Tena nani hapendi kuona haki kiendelea? Sisi zote tunapenda. Bwana asifiwe. Nitaenda kwa neno sasa. Nimemaliza mambo ya JPLC. Umejua JPLC inasema nini? Tunaongozwa na theme ama naitwa nasikia nikiambiwa inaitwa mada kuu. Wanasema mada, lakini kuna mada kuu. Bwana asifiwe. Inasema a people of truth and integrity. Watu wa ukweli na haki. Bwana asifiwe. Watu wa ukweli na haki. Na ndiposa tumesomewa our reading words zinatoka katika kitabu cha Yohana 8:32. Nao inasema, nanyi mtajua ukweli na huo ukweli utawatia huru, ama utawaweka huru. Bwana asifiwe. Tena tumesomewa masomo mawili tana kutoka kitabu cha Mika, somo la kwanza, na Waefeso, somo la pili. Hebu tufikirie kuhusu Mika kidogo. Mika alikuwa mnabii, mmoja wa wale manabii wadogo. Kuna manabii wakubwa na wadogo. Wadogo walikuwa 6. Mika alikuwa mmoja wao. Walikuwa wadogo wakisemekana kwa wanathiolojia, lakini kwa maandishi walihitimu ili hadi wakawekwa kwa Biblia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kama ni wadogo, tunasoma ule unabii wao katika Biblia. Alikuwa anaongelesha watu wa Israeli na Juda. Alikuwa anaongelesha watu wa Israeli na Juda miaka zile za zamani, kama mwaka wa 740 hadi mwaka wa 700 kabla ya Yesu kuzaliwa. Bwana asifiwe. Alikuwa anaongelea kuhusu mambo ambayo alikuwa yanaendelea wakati ule. Kulikuwa na vitu ambavyo pia zinatusumbua wakati huu katika nchi yetu. Kulikuwa na corruption, kulikuwa na social injustices, na pia walikuwa wanaomba miungu migeni. Bwana asifiwe. So ndio Bwana akamtuma, na katika zile yale hizo prophecies zake ama ule unabii wake, aliongelea mambo haya, mambo ya hukumu ya Mungu. Aliongea mambo ya haki na rehema, ama justice and mercy.
Hiyo kwanza ni mahali tumesoma mstari wa Mika hiyo 6 mstari wa 8. Aliongelea kuhusu kurejeshwa na matumaini pia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na pia mwisho kabisa kwa unabii wake aliongelea kuja kwa Mesaya ambaye ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. So hakuwa nabii mdogo kama vile imetajwa na wanatheolojia, kwa sababu kama ametaja hao mambo yote na amemalizia na Kristo, si unaona alifanya kazi? Alifanya kazi. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo tumesoma hapo Mika 6. Na Bwana anauliza swali. Katika Kiswahili ambacho tumesomewa na Bwana Jomo, Bwana anasema ana mateto. Na anauliza maswali mazito. Anauliza amewatufanyia nini? Alikuwa anauliza wakati ule Wanaisraeli amewafanyia nini? Na anawakumbusha safari ambayo wametembea pamoja. Nataka kila mmoja wetu tufikirie safari ambayo Bwana Mungu amepelekana nasi tangia tuzaliwe. Bwana asifiwe. Hebu fikiria mahali umetoana na huyu Mungu. Toka ukiwa mtoto, kuna wengine sasa naona kuna watoto hapa. Wanafaa kukua Sunday school. Haya. Tangu tukiwa watoto, tukaenda shule, tukakua, tukaanza kazi, wengine tumeoa, wengine tumeolewa, wengine tuna watoto, wengine wetu tuna wajukuu, and wengine tuko na vitukuu. Bwana asifiwe. We have even great grandchildren. Hebu tafakari mahali Bwana amekutoa, venye umekuja na yeye, rehema zake, upendo wake ambao amekuonyesha wewe. Lakini siku ya leo anauliza, je, nimekufanyia nini mimi ili utende haya? Kwa sababu ametupata, hatutendi haki, hatuchungi mazingira, wale wako chini katika jamii hatuwainui, hatufanyi mambo ambayo Bwana anatarajia tufanye. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo sana anauliza katika mstari wa 3 hiyo Mika ya 6, anauliza, enyi watu wangu, nimewatendea nini? Mimi nimewachosha kwa habari gani? Shuhudieni juu yangu. Bwana asifiwe. Wewe unaweza shuhudia ambayo Bwana amekutendea ni mabaya asubuhi ya leo. Usimame tu ukiwa na ukweli ambao tumeambiwa ukweli utatuweka huru. Katika hiyo Yohana 8:32. Ukweli, tukijua ukweli, nao ukweli utatuweka huru. Kuna jambo ambalo Bwana ametufanyia ambalo linatukasirisha sisi, ama amefanya tu mambo ambayo ni mema, tumeona fadhili zake, rehema zake, ametukadiria hata na uhai siku ya leo, sisi sio wagonjwa asubuhi ya leo. Mungu amefanya mambo makuu na ajabu katika maisha yetu, lakini hatusimami vizuri venye yeye anataka. Nataka kila mmoja wetu tujichunguze ambavyo tunaenenda na Bwana ili tuweze kumfurahisha. Bwana asifiwe. Somo la pili tumesoma katika Waefeso 4 mlango wa 4
mstari wa kwanza hadi 8. Hapa ni Paulo alikuwa anaongea na alikuwa mfungwa, alikuwa ananena watu wa Efeso. Alikuwa na wasihi waenende kama inavyostahili katika wito ambao walikuwa wameitiwa. Leo ni sisi tunanenewa na haya maneno. Tunaulizwa tuenende inavyostahili kulingana na mwito ambao tumeitiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amesema anataka tuwe wanyenyekevu, wapole, wavumilivu, tukichukuliana kwa upendo. Bwana asifiwe. Tunafaa tuenende kwa unyenyekevu, kwa upole, tukivumilia. Najua uvumilivu unakuja mahali siku nzuri sana. Huwezi vumilia sherehe. Bwana Yesu asifiwe. Sherehe unaweza vumilia wakati una enjoy. Elda alisema kujibamba. Wakati unajibamba unaweza vumilia ama unazama ndani. Tunafaa tuwe na uvumilivu kwa sababu kuna wakati hatutakuwa katika hali nzuri sana, lakini inatubidi kulingana na wito ambao tumeitwa na Kristo tuvumilie, tuvumiliane na tuwe wapole na tukifungwa kwa kifungo cha amani. Tuwe watu wa kupenda amani. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 4 anasema kwa sababu sisi ni mwili mmoja, tuna roho moja na mlivyotiwa katika imani, umoja na wito wenu. Bwana ni mmoja, imani ni moja na ubatizo ni mmoja. Bwana asifiwe. Sisi tuliokusanyika hapa, Bwana yetu ni mmoja. Simekiri imani ya mitume hapa wakati mwingine hapa. Bwana wetu ni mmoja. Imani ni hiyo moja. Na ubatizo ni mmoja. Mungu ni mmoja na ni baba yetu sisi wote. So inatubidi tuishi kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Pia katika hiyo wa Efeso 4 tumekumbushwa mambo ya neema. Na kila mmoja wetu amepewa neema kadri ya kipawa alichopewa na Bwana. Mara nyingi huwa tufahamu vipawa ambavyo Bwana ametupa. Sijui ni kwa nini, lakini kila mmoja wetu ana kipawa. Doesn't matter your age. Haijalishi umri wako ambao umefika na maybe wewe hujaijua kipawa chako. Omba Bwana. Kwa sababu Jumapili ndio tulihubiriwa na mchungaji, tuko hapa kwa sababu we are here for purpose, for purpose and with purpose. Si ndio? Tuko hapa kwa sababu kuna sababu. Bwana asifiwe. We are not just here accidentally to live or arrive to some years that our Lord will give us, alafu tutokomee. We have to leave an impact. Lazima tuache kitu ambacho kitakumbukwa. Na hicho kitu ambacho kitakumbukwa ni kile kipawa Bwana alikupa wewe. Hebu tafakari, jichunguze hata tukitoka katika hii ibada. Uende ujiite mkutano na usijidanganye. Nilisikia unaweza jiita mkutano, ukuje umechelewa na mkutano ni yako. Ukuje umechelewa, alafu kisha keti chini ujidanganye. Naomba tukienda tujiite huo mkutano, tusijidanganye.
tuombe Bwana atupe ujasiri wa kuona mambo ambavyo yalivyo, ili tukarekebike. Tusichelewe katika mkutano wetu na tusijidanganye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila mtu amepewa kipawa kadri na neema. Mtu anapewa neema, amepewa neema kadri ya kipawa ambacho Bwana amempa. Mstari wa 14 ambao tumemalizia nao unasema hivi: naomba tuwekewe tusome sisi wote. Waefeso 4 mstari wa 14. Media team, are you there? Tusome pamoja. Bwana asifiwe. Tumesoma wachache, wengine wajui Kiswahili. Mtasoma kwa Kiingereza huko mkifika nyumbani. Lakini inasema hivyo kwamba tukishajua vipawa zetu, tukishajua aliyetuita, tukishajua imani ambayo tunakiri, tukishajua mambo ambayo tunafaa kufanya, tusiwe watoto tena wachanga, tukitupwa huku na huku, tukichukuliwa na kila upepo wa elimu na hila ya watu na ujanja, tukifuata njia za udanganyifu. Bwana asifiwe. Njia za udanganyifu, kifuata njia ya udanganyifu, haujui ukweli. Lakini tunajua kabisa bila kufanya guesswork, kila mtu anajua ukweli. Tuseme kwa mfano, kuna huyu mwanafunzi alikuwa anafanya mtihani, na kila wakifanya mtihani alikuwa na kijikaratasi anabeba akifanya mtihani, ili anadanganya katika ule mtihani. Wakati alama zitapeanwa na mwenye ataangalia huo mtihani, anapata alama mzuri. Lakini akienda nyumbani, akikaa peke yake, akifikiria peke yake, anajua hizo alama si zake. Anajua alidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Akikaa peke yake ana amani. Ndio, kwa wazazi wamefurahi, walimu wamefurahi, wamefanya kazi sijui nini. Lakini yeye ndani yake anajua huu ni uongo. Bwana asifiwe. Kila mtu anajua uongo na anajua ukweli. Wakati unajua unasema uongo, unajua. Ukisema ukweli, unajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati hatuko katika ukweli, huwa tunajua. Lakini kama vile nilivyosema, wakati umejiita huo mkutano, unajipa nguvu, unajidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ole wako, utapata amani hata kama unajidanganya. Utajidanganya, lakini at the back of your mind unajua ni uongo umesema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ilikuwa kujiandaa. Sasa ndio tunaenda kwa neno lenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mada yetu kama vile tumesema
ni watu wa ukweli na uadilifu. A people of integrity, of truth and integrity. Bwana asifiwe. Watu wa ukweli na uadilifu. Watu wa ukweli wanafuata haki, wanawalinda ama wanawatunza ambao hawana nguvu katika jamii na wanaishi kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. So inatupasa sisi kufuata haki, kuwalinda na kuwatunza ambao hawana nguvu miongoni wetu, ambao wana shida tofauti, na tunaweza wasaidia, tunawasaidia, na tunaishi kwa umoja. Na kwa umoja lazima tuwe na amani. For us to live in unity, we have to be at peace and peaceful to one another. Praise God. Nataka tufikirie pointi 3 na twende nyumbani sasa. Ya kwanza ni kwamba ukweli utakuweka huru. Ukweli utakuweka huru kwa sababu ukweli hauna njia mbili. Bwana asifiwe. Watu wa kweli hawana maisha mawili. Ni wale wanasema hivi na ni hivi. Bwana asifiwe. Na hawana story mingi. Ukweli hauna stories, hauna vijisababu za kujieleza. Kama hii karatasi ni nyeupe, huo ndo ukweli. Nitaeleza nini ingine? Hiki karatasi ni cheupe. Watu wa kweli hawana aibu. Watu wa kweli hawana aibu kwa sababu ukweli umeweka huru. Lakini wale waongo wana siri nyingi, story mingi. Unajua elder patron, hiki kikundi chetu na siasa zinakuanga hivi. Sitaki kuongea siasa lakini nasikia kuongea kidogo. Acha niongee kidogo sababu inafaa. Ukisikia mtu akiwa na story nyingi kama viongozi wetu, kama hii barabara imetengenezwa hapa nje, hapa tukitoka, itabidi nikupe story ndio ujue hiyo barabara iko sawa. Hakuna mambo ya kujielezea. Kama wewe ni chairman, acha niache siasa, acha nikuje kwa chairman. Najua chairman ni rafiki yangu. Kama kuna maendeleo yanaendelea katika hili kanisa, chairman anafaa kukuja hapa kila Sunday kutuambia tunafanya, tunapadisha, hata tunaweka kabro. Tunaona kabro, tulishaondoa vumbi. Hawezi kuja kutuambia tena ati anaondoa vumbi. Tutaona. Huo ndo ukweli. Ukweli hauna maneno mingi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, penda kuwa watu ukweli na maisha yetu yatakuwa rahisi. Kwa sababu hatutakuwa tunajikinga. Jambo la pili ni kuhusu uadilifu. Uadilifu unapendeza Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo tutapata katika Mika 6:8. Mungu mwenyewe ametufundisha uadilifu unaonekanaje. Bwana asifiwe. Anataka tuwe watu wa kutenda haki. Jambo la kwanza katika uadilifu. For us to be people of integrity.
mimi sijui, kwetu ni Rift Valley. Kwa hivyo naweza shindwa Kikuyu kidogo. Hiyo itagwo atia? Integrity na Gĩkũyũ gĩtagwo atia? Nderwo nĩ wĩigĩrĩrĩku. Wĩigĩrĩrĩku nĩ ũkorwo na kĩhoto. Tutende haki, fanya lililo sawa hata kama hakuna mtu anaangalia. Bwana asifiwe. Tutigakorwo andu a umuthi Sunday turiega na ni kuri mundu ungi na no nie wa Monday nginya Saturday. Bwana asifiwe. Watu waadilifu kupenda fadhili, rehema. Uadilifu sio ukali, ni nguvu pamoja na upole. Bwana asifiwe. Andu mari na wĩigĩrĩrĩku nĩ marĩ tha na nĩ mohanagĩra. Bwana asifiwe. Tondu ona ithuĩ o tũrĩa tũĩ nĩ tuoheirwo. Mwathani agocwo. Na akorwo we ndũrĩ muohere mehia maku ndũkainũke ũtoheirwo. Mwathani agocwo. Nĩ ũkũheanwo kahinda kau nĩguo ũkĩoherwo mehia maku, na nawe woherwo mehia ona ithuĩ tuoheirwo rĩ nĩ tuohanagĩra. Do we forgive or we hold grudges? Ati akonda hitirio ne Mama Fredi 1930 ndamenyire Mama Fredi 1930 akoni hitirio 1930 guturo gwamite hau. Bwana asifiwe. Tukiwa watu wa integrity, watu wa uadilifu, andu wa uiguano, nitwagĩrĩire gukorwo tukirekera andu arĩa angĩ mahitia mao o tũrĩa ithuĩ na ithuĩ tuoheirwo mahitia maitũ nĩ Kristo. Watu waadilifu hunyenyekea pamoja, hunyenyekea na hutembea pamoja na Mungu wao. Maũndũ macio mothe ndĩrauga me Mika 6 mũhari ũcio wa 8. Tũngĩenda gũkorwo tũrĩ andũ aigĩrĩrĩku, andũ wega, no nginya tũtwarane na Mwathani. Mwathani agocwo. Jari kara rwĩmbo rũinaga batĩrĩrĩ, hamwe na Mwathani o mĩndĩ na mĩndĩ nĩngakena nĩguo gũtarie. Mwathani agocwo. Icio nyĩmbo nĩ cia andũ arĩa arika rĩrĩ ritũ akũrũ. But I urge you, the young one, hizo nyimbo zinakuwa mzuri na zinakuwa na ujumbe. Bwana asifiwe. Watu waadilifu lazima waende pamoja na Bwana wao, ili wanapata ushauri kutoka kwake. Nilikuwa magekago o maundu maria ambayo wanatenda mambo ambayo anaweza letea Mungu wao sifa na utukufu. Bwana asifiwe. Pointi ya 3 na ya mwisho, uadilifu unalinda umoja. Waefeso 4 mstari wa 3. Ni nini kinaharibu umoja? Moja nimeambiwa ni chuki. Kitu kingine kinaharibu umoja, uongo. Na huko nini uharibu umoja? Bwana asifiwe. Vita, kiburi, agenda za siri, gufanganira maundu. Na nini kinauda umoja? Upendo, haki, ukweli,
na uadilifu. Bwana asifiwe. Paulo anasema fanyeni bidii. Fanyeni bidii kulishika ama ili muwe na umoja. Bwana asifiwe. Mwadhani ya gosho. Ili tuwe na umoja lazima tufanye bidii. Si kazi rahisi. Lazima tutie bidii. Bwana asifiwe. Kwa sababu tutapata mambo ambayo yatatukasirisha, na tufikirie kama huo umoja wacha ukae. Bwana asifiwe. Kwa sababu labda jirani yako atakukwaza kwa hili ama lile lingine. Lakini kama vile tulivyosema hapo awali, lazima tuwe watu wa kusameheana. So tukisameheana tutaweza kukaa katika umoja ambao Bwana anataka tuishi nao. Tukipendana lazima tuwe watu wa upendo. Bwana asifiwe. Kwa hayo yote tunafaa tukumbuke tumepewa ama tuko katika deni. Bwana asifiwe. We are debtors. Katika upendo lazima tuwe na upendo. Bwana asifiwe. Wakati nilikuwa najitayarisha nilikuwa nafikiria wimbo mmoja, sijui kama Rishiba unajua huu wimbo, uinagwo atiriri, uinagwo na Githwairi na Gikuyu. Muoyo wakwa nĩ thirĩ, nĩnjagĩrĩirwo ndutagĩre Ngai wĩra. Kũngĩ nĩ mũĩ? Uhai wangu ni deni, ninastahili nifanyie Mungu kazi. Ndĩrenda tuina nginya hau hangĩ we ũthiĩ ũtuĩri ũrĩa rugaga. No ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, muoyo ũyũ twĩnaguo rĩ, ama hii uhai ambao tuko nao ni deni. Bwana asifiwe. Na ili tuweze kulipa hili deni ambao tumepewa na Bwana ama tumekopeshwa, lazima tuwe watu wa kutenda haki, watu wa kweli, watu wa kuishi kwa umoja, ili tumfurahishe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba na Mwenyezi Mungu wetu, tuko mbele zako tena. Tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Asante kwa mausia ambao umetupa asubuhi ya leo. Tunaomba Baba utuwezeshe kutenda mambo ambayo ni ya uadilifu, ambayo ni ya haki, ambayo ni ya ukweli, na ili tuweze kuishi katika umoja katika ili kanisa, manyumbani kwetu na hata katika nchi yote kwa jumla. Hatuwezi fanya haya bila nguvu zako, wewe Roho Mtakatifu, ili utuongoze, utulinde na utuonyeshe njia ambayo ni ya Bwana. Tunakushukuru na tunakuabudu tukisema ni asanti kwa hayo ambayo umetutendea. Na ni katika jina la Yesu Kristo ambalo tumeomba na kuamini. Amen. Thank you. Kwa hiyo message mzuri.